On the microphone it's Girl Official Rose. Ni kama ndo kwanza unatutazama hii leo, ni kwambie tuko vyema sana kwenye kukuhabarisha yale matukio yote ambayo yenyewe yanatikisa vichwa vya habari. Bila kupoteza time, tuko na story ya mwanadada Mange ametubwa siri, afunguka mazito tamu chungu ya maridhiano Tanzania baada yaliyotokea Oktoba 29 wakati wa uchaguzi. Sote tutakumbuka sasa ni yapi ambayo yamejiri, maridhiano gani ambayo ni tamu chungu. Basi ambatana na mimi mpaka tamati. Mtazamaji, ni baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, Tanzania imejikuta ikikabiliana na mjadala mpana wa kitaifa ambao unahusu mwelekeo wa siasa, haki za raia na uimara wa demokrasia. Nini ambacho kilijitokeza? Ni mfululizo wa matukio ambayo yalisababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali, hali ambayo ilizua maswali mazito kuhusu mwenendo wa uchaguzi na usimamizi wa masuala ya kisiasa nchini. Lini matukio hayo yalitokea? Siku ya uchaguzi, huku athari zake zikiendelea kujadiliwa miezi kadhaa baadaye. Wapi mjadala huu umeenea katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, kuanzia mijini hadi vijijini kupitia vyombo vya habari, mikutano ya kisiasa na majukwaa ya mitandao ya kijamii. Sasa ni nani ambao wanahusika katika mjadala huu? Ni serikali ya Tanzania, chama tawala cha Mapinduzi CCM, vyama vya upinzani hususan chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, pamoja na wananchi ambao wanaotafuta majibu kuhusu mustakabali wa amani na haki katika taifa lao. Katika mazingira hayo, dhana ya maridhiano imeibuka kama wazo ambalo lilipendekezwa na pande tofauti, ingawa likiwa na tafsiri na matarajio yanayotofautiana. Kwa nini maridhiano yamekuwa kitovu cha mjadala? Ni kutokana na hali ya mgawanyiko wa kisiasa ambayo inadaiwa kuikumba nchi, huku kila upande ukiibua lawama juu ya chanzo cha mvutano huo. Kwa upande wa serikali na CCM, maridhiano yanaelezwa kama nyenzo ya kudumisha amani, mshikamano wa kitaifa na kuzua migawanyiko mikubwa ya kisiasa. Makamu mwenyekiti wa CCM Stephen Wasira, yeye amesitiza kuwa maridhiano hayawezi kuishia ndani ya vyama vya siasa pekee, bali yanapaswa kuhusisha jamii kwa upana, ikiwemo viongozi wa dini na asasi za kiraia. Hata hivyo, mtazamaji, kwa mtazamo wa upinzani, maridhiano yanaonekana kama haki ambayo iliyochelewa kupatikana. Wanalalamikia kukamatwa kwa viongozi na wanachama wao, kesi wanazozitaja kuwa za kisiasa, pamoja na kunyimwa haki za msingi. Mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu yuko rumande akikabiliwa na kesi ya uhaini, hali ambayo wapinzani wanaielezea kama ishara ya kukosekana kwa maridhiano, kwa dhamira pia ya kweli ya maridhiano. Makamu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche pamoja na viongozi wa zamani wa chama hicho Freeman Mbowe, wao wamesitiza kuwa chama chao hakitafuti vurugu, bali kinapigania haki na usawa kwa Watanzania. Vipi maridhiano yatakayofanikiwa? Bado ni swali ambalo linalojibu polepole. Rais Samia Suluhu Hassan aliunda tume ya uchunguzi kuchunguza yaliyojiri Oktoba 29, hatua ambayo ilipelekewa na kupokelewa kwa tahadhari na vyama vya upinzani kutokana na mashaka kuhusu uwazi na uhalali wa mchakato huo. Wakosoaji wanasema bila ukweli, uwazi na wajibikaji, maridhiano hayawezi kufikia lengo lake la kuponya taifa. Kwa ujumla, wachambuzi wa siasa wanaona kuwa maridhiano yana nafasi ya kuwa njia ya kujenga upya mshikamano wa kitaifa, lakini pia yanaweza kuwa chanzo cha mvutano zaidi endapo yatashughulikia mizizi ya migogoro ya kisiasa. Hatima ya Tanzania kisiasa kwa mtazamo huo inategemea iwapo pande zote zitachagua ukweli, haki na wajibikaji kama msingi wa maridhiano, au kama neno hilo litaendelea kubaki kauli bila utekelezaji wa vitendo. Mtazamaji, tuendelee kusubiri kwa kina kuona hatima katika hili itakuwa ni ipi. Baumedia itaendelea kukuhabarisha makala hii kwa undani kabisa. Usiache kusubscribe, kushare, like kwa ajili ya habari za kisiasa, habari za kijamii, matukio ya udaku, michezo pamoja na burudani.